Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi, lakini nianze kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mafanikio makubwa yaliyopatikana katika sekta hii ya uchukuzi, na hasa lile la kuleta mwekezaji katika bandari yetu ya Dar es Salaam, ambapo watu wengi walipinga, lakini sasa naamini wanamuelewa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda naomba nijikite kwenye hoja iliyopo mezani, na Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuhusu ujenzi wa reli ya kusini. Mheshimiwa Mwenyekiti, yapo mambo kadhaa ambayo yananipelekea kuiomba serikali yangu sikivu izingatie kwa umuhimu wa mambo yafuatayo. La kwanza, tathmini ya umuhimu wa reli ya kusini ulikwisha fanyika na serikali ilijibu hapa kwamba ina umuhimu mkubwa. La pili, usanifu wa kina tayari umekwisha kufanyika. La tatu, ukarabati wa bandari ya Mtwara tayari serikali ilitoa fedha bilioni 157. La nne, fidia kwa wananchi wa Ludewa tayari serikali imetoa fedha bilioni 15.4 kwa ikiwa ni maandalizi ya mradi mkubwa wa kimkakati Liganga Mchuchuma. Tano, ujenzi wa bandari ya mizigo michafu inayojengwa kule Mtwara kwetu Kisiwa Mgao yenye thamani ya shilingi bilioni 434 umeanza na unaendelea vizuri. La sita, ujenzi wa Mbamba Bay kule Ziwa Nyasa umefikia 48%. La saba, uzalishaji wa chuma kwenye yale machimbo tathmini ama utafiti unaonyesha tani milioni 106 inaweza kupatikana kwa mwaka kwa eneo dogo lililofanyiwa upembuzi, lakini inaweza kuchimbwa kwa zaidi ya miaka 100. Na lingine la 8, ilani ya chama changu kikubwa sana, Chama cha Mapinduzi, imeelekeza ujenzi wa reli ya kusini. Tunachohitaji hapa ni kuyaishi maono ya viongozi wetu wa kitaifa. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunahitaji kufungamanisha sasa ujenzi na ukarabati wa bandari ya Mtwara na ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay na mradi mkubwa wa kimkakati Liganga Mchuchuma ili uweze kusafirishwa kwa reli ya kusini. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa ninachoiomba serikali, kule nyuma ilionekana kuna EPC+F. Nadhani huko tusizungumze. Ninaiomba serikali ifanye kila inalowezekana kutuambia ni kwa namna gani tunaweza tukaanza ujenzi wa reli ya kusini kwa kutafuta fedha ama kutafuta mwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili ni ujenzi wa meli katika mwambao wa pwani along the coastline, na hii inazungumzia bahari ya Hindi. Tunafahamu sote kwamba sisi tunanufaika sana na matumizi ya meli zinazosafirisha mizigo, na meli nyingi zimekuwa zikiingia. Leo wabunge hapa wamesema mafanikio yale ya mwekezaji wa DP World imefanya barabara kule na malori kuwe na jamu, na hayo ni mafanikio makubwa sana ya kupigiwa makofi sana. Lakini sasa niombe serikali, kwa kuwa hatujaanza kujenga meli zetu wenyewe kwenye ukanda wa pwani, tunajua kwenye Ziwa Victoria imejengwa, ni wakati muafaka wa kuanza kujenga hiyo meli ili tuweze kuongeza mapato makubwa na ifungamanishe Tanzania, Msumbiji, Malawi ambako pia kuna mizigo mikubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru na naomba kuunga mkono. Asante sana.